Viuno vyenu viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, sisi wanadamu ni wapita njia. Hapa ulimwenguni sio makazi yetu ya milele. Lakini pamoja na kuujua ukweli huo, mara nyingine tunasahau. Tunadhani kwamba maisha ndiyo haya. Usianze kubabaika, uweze kujibu, Bwana, mimi hapa na mahesabu yangu ni haya. Katika somo la Injili tulilosikia, Yesu anatoa fundisho hilo kwa msisitizo mkubwa: muwe tayari wakati wa kufaa na wakati usiofaa. Muwe tayari kwa kuwa hamjui siku wala saa. Na huko kuwa tayari tukuzingatie kwa namna gani? Tuwe makini na namna yetu ya kuishi. Tuwekeze katika vipengele vilivyo sahihi. Maisha yetu yapangiliwe hivyo kwamba yamtumikie Mungu, yautumikie mpango wake, yaujenge ufalme wake. Na huo ufalme wa Mungu tusianze kuujenga kule, tuanze kuujenga katika mioyo yetu, katika nafsi zetu, katika maisha yetu mazima. Tuyajenge kwa kuishi kiadilifu, kwa kutafuta kuzingatia mapenzi ya Mungu, kwa kutafuta kuwa kielelezo sahihi na safi mbele ya walimwengu. Katika somo la kwanza, Paulo mtume akiwaandikia Warumi ametukumbusha kwamba sisi sio mali yetu wenyewe. Sisi tuna anayetumiliki, Mungu aliyetuumba ndiye anayemiliki maisha yetu na ndiye anayestahili kuhimidiwa, kutumikiwa na kusifiwa siku zote za maisha yetu. Paulo mtume anapotoa fundisho hilo analisimika katika tukio au fumbo la ufufuko wa Kristo. Kristo Yesu alikubali kujitoa, akateswa, akafa na akafufuka. Sisi ni mali yake Yesu, na tumeanza kuwa mali ya Kristo pale tulipobatizwa.
Kwa hiyo ni wajibu wa kila mbatizwa kujua umuhimu wake, thamani yake, wito wake na utume wake. Na tukijua hayo, basi tutapangilia maisha yetu kwa namna ambayo inamtangaza, inamtukuza na kumtolea Kristo heshima na utii. Leo tumekusanyika hapa kumsindikiza mwenzetu Padre Peter Asenga. Padre huyu ametumikia kwa kipindi sio kifupi. Amejaliwa pia maisha sio haba. Ameishi miaka 58 na katika miaka hiyo sehemu kubwa ameishi kama padre. Leo tunamsindikiza kwa majonzi, lakini pia tusiishie kwenye majonzi. Tusukumwe na tutue moyo na imani yetu, imani yetu kwa Kristo aliyeteswa, aliyekufa, aliyefufuka. Tunaamini na kuomba kwamba Kristo aliyemfanya Padre Peter kuwa sehemu ya mwili wake, yaani kanisa, amjalie pia kutukuka pamoja naye katika utukufu wa mbinguni. Amjalie atimiliziwe tumaini la ufufuko. Sisi tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya Padre Peter kwa kanisa, kwa zawadi ya Padre Peter kwa shirika la Roho Mtakatifu. Na sisi tuliokusanyika hapa, namshukuru Mungu kwa utume wa takriban miaka 10 aliyoutekeleza katika parokia hii. Ameiona ikiwa parokia changa, akaisindikiza na kuifikisha hapa tulipo leo, ikiwa ni parokia imara, parokia komavu. Namwomba Mwenyezi Mungu aenzi utume na utendaji wake, amjalie sasa pumziko la milele pamoja na wateule wake. Sisi tunamsindikiza na kumwombea, tunatambua kwamba alikuwa mwanadamu kama sisi, na kwa sababu hiyo, kwa unyenyekevu tunamwomba Mungu, endapo kuna lolote lililopungua katika ufuasi, katika majitoleo na katika utume wake, amhurumie na kumtakasa. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.